kuna wenye kuoa wake wawili. Wala yaadilu bainahuma ila akhiri hadhihi almukhalafati walisad, akawa hafanyi uadilifu kwa mmoja wao mpaka mwisho wa mukhalafa huu na mpaka mwisho ya uovu huu. Wanawake hufanyiwa uovu sana watiliwapo wa pili, na ni sheria, si makosa. Lakini tunalolitaka, chunga sharia, usioe wa pili watatu fashion. Na wengi wetu wanaoani fashion tu, wakikaa katika baraza za kahawa, wakisha kuipiga ile nyeusi ya Kiemeni, stimu zishapanda, basi tena wakiulizana tu, wewe ni wangapi? Mimi ni mmoja. Kwa hivi twende bwana, kuendewa tu ziko mkahawa, hizo stimu za kahawa hakuendewi, hutazama kwa pa kuendewa. Uendapo wapi? Ukimuona fulani ana wawili, mbona mpaka sasa sijachua pili? Tukua jembe kalime. Wa pili hutiwa tu, watatu hutiwa tu. Kuna mipango maridadi. Wala hata wale wajinga wengine wanaosema fulani na fulani mpaka sasa ni mmoja tu, yuogopa huolewa tu. Hata kama sisi maduati tusende tukakosa uadilifu, tuambieni watu hakuolewi tu, isiwe kwamba pana bwana shujaa wa wake wawili. Hakuna ushujaa huo. Ushujaa usiokuwa na uadilifu huo ni ushujaa. Chieni akili sana. Nitapiga mfano. Anayehusika kwa mfano akipata habari ye mwenyewe nyumbani, atamwambia mke wako, ule mfano uliotolewa siku fulani hutuba ya ndoa katika msikiti wa Bakarani na Bahero ndimi. Lakini sema mwambie mke wako, mimi husafiri mtu akenda Maka ama akenda Madina, una wake wawili, akishuka Nairobi akapiga simu Mombasa ya kuwa mimi nitaingia Alhamisi na amelendi Jumatatu Nairobi. Mwanamke huku akawa una hamu Alhamisi, kumbe yeye ashaingia Jumatatu, uko zake Nairobi, akatukua sasa na hizi siku za huyu, sasa yakampa Alhamisi. Nilimwambia mmoja, huu ni uadilifu, tuache nawe. Ambia mmekuata, ushafanya, hata kama mmekushika ushafanya. Hasemeni nyinyi wenyewe huu ni uadilifu? Ndizo mathna hizo, mathna za kihuni. Mathna umpigia mrembo wako, utaingia Alhamisi Mombasa, bado mimi nitaondoka Jeddah Jumatano usiku, na wewe Jumatatu uko Nairobi. Endeni na mathna zenu, ikiwanza mathna za kikora.